Sasa ndugu zangu, naamini humu ndani ya familia yetu kuna watu ambao wamekwisha enda usaili wa jeshi la polisi, na kuna watu ambao walishafikia hadi hatua ya vipimo vya afya. Sasa kuna swali hapa ndugu yetu ameuliza. Sasa kwangu mimi kiukweli sina experience na hilo swali, kwa maana hiyo nitalijibu kwa uelewa wangu binafsi, alafu pia ninaomba ndugu zangu ama wanafamilia wa Tuongee TV, yani Ajira Update, tuweze kuchangia mawazo yetu na tuweze kutoa ufafanuzi zaidi. Naomba ni preview hili swali ambalo ndugu yetu ameuliza kwa njia ya maoni. Preview kwa pamoja hapa. Yes. Anaitwa Ali Othmani, anasema ya kwamba kaka, kuna baadhi ya mambo yanakukosesha ajira za jeshi la polisi. Vipi ukiwa na pengo mdomoni? Nikamjibu nikamwambia huwa nasikia pia wanaangalia, ila sidhani kama wanazingatia sana. Sasa binafsi kwangu mimi nafahamu ya kwamba ndio kweli ni kitu ambacho pia wanachunguza, ila sina experience, lakini kwa fikra zangu nadhani kwamba ni huwa wanachunguza pia na muonekano wa meno yako, lakini sidhani kweli mtu kama una pengo moja tu ukose kazi na una sifa zingine zote. I'm not sure about that. Sasa nilikuwa naomba kuliacha hili swali uwazi kwa mtu ambaye ana experience zaidi, basi aweze kushare na sisi tuweze kujifunza. Lakini kuna comment hapa ya kichokozi nyingine ilikomentiwa juu. Anaitwa Joe, akasema ya kwamba kwani kuna watu wanatamani kuwa mapolisi? Nikwambie kitu ndugu yangu Joe, hakuna mtu ambaye anatamani kufanya kazi ambayo haipendi. Mpaka mtu anatamani kuwa askari, ujue hiyo kazi anaipenda kwa moyo mmoja. Ni sawa na wewe tukwambie uwe askari. Wewe kwa komenti yako hapa ni haupendi kazi ya uaskari. Lakini kuna watu wanapenda hiyo kazi na wako tayari kuitumikia, na ni kazi nzuri sana na inahitaji mtu ufungue moyo wako. Lakini trust me or not, ya kwamba kuna sometime maisha yanakupeleka au yanakuchagua kwenye kile kitu ambacho yenyewe ama Mungu anaona kwako ni sahihi na sio wewe unavyohitaji ama unavyotaka. Kwa nini nasema hivyo? Wapo watu wengi ambao walihitaji kuwa madokta, lakini mwisho wa siku wakawa maaskari. Wapo watu wengi sana walitamani wawe mameneja wa benki, lakini mwisho wa siku wakaishia maybe kuwa doctors. Hivyo kwa maana hiyo ni Mungu anapanga. Unaweza usipate kazi kwa kitu ambacho umekisomea, lakini fursa iliyokuja mbele yako ikawa ni kazi ya jeshi la polisi. Umenielewa? Kwa hiyo lazima ikifika upeo fulani understand kwamba hivi vitu haviendi kama vile unavyotaka. Ni sawa na mimi ambaye niliwahi kutolea mfano nikasema nimeshawahi omba ajira za jeshi la polisi zaidi ya mara 3. Lakini sio kwamba nilikuwa sina moyo au unasema kwamba sizipendi, hapana, nilikuwa nazipenda, lakini pia niliwahi omba ajira kama mara 2 kwenye jeshi la ulinzi, yani JW. Lakini sio kwamba ninalipenda, yani ninapenda kuwa JW, hapana. Personal napenda maisha ya uhuru, ila kilichonifanya niombe ni kwa sababu sina kazi, ninatafuta kazi, na kazi yoyote ambayo itakuja mbele yangu kama sina kazi basi nitaichukua. Umenielewa? Kwa nini? Ninaamini katika mipango ya Mungu. Kama Mungu amekupangia uwe JW ama JWTZ, basi utakuwa. Kama Mungu amekupangia uwe askari polisi, basi utakuwa. Hata kama ukicheza karata zako vipi, lakini mwisho wa siku anayepanga kila kitu ni Maulana. Asante sana kwa kuichagua Ajira Update. Asante sana kwa kuichagua Tuongee TV. Tuendelee kuwa pamoja kama familia, tushare mawazo, tubadilishane mawazo, tukuzane.
kiukubwa zaidi kwenye upande wa ajira. Asante. Chao.